Mtazamaji wa Biomedia, karibu sana tuangazia habari mbalimbali ambazo zimeweza kujiri. Jina langu ni Official Rose D. Hii ni Biomedia, endelea kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment. Tunaambiwa Niffer atamuua mama yake kwa pressure kiukweli, kwa sababu mama angua kilio mara tu baada ya mwanae kurudishwa rumande. Ni siku ya jana tarehe 25 ambako hali ya majonzi simanzi iliweza kutawala katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mara tu baada ya mama mzazi wa Jennifer Joving ambaye anafahamika zaidi kwa jina la Niffer kuangua kilio hadharani mara tu baada ya mahakama ilipotangaza kuwa binti yake hatimaye amerudishwa rumande, tofauti na watuhumiwa wengine waliokuwa wameachiwa huru. Mama huyo ambaye amekuwa akifuatilia kesi ya mtoto wake kwa ukaribu tangu ilipoanza alibua hisia nzito zilizowagusa wengi waliokuwa hapo mahakamani mara tu baada ya uamuzi kutolewa, na alionekana akitetemeka akilia kwa uchungu huku akikosa nguvu za kusimama, jambo ambalo liliwazimu watu waliokuwa karibu kumpa msaada wa haraka. Video ambayo ilisambaa ikionyesha tukio hilo imeibua mjadala mtandaoni, huku watu wakitoa pole, kuonyesha mshikamano na kuthamini hali halisi ya familia ya mtuhumiwa huyo. Na katika kesi hiyo kukabiliwa na tuhuma za uhaini, jumla ya watuhumiwa 22 walifikishwa mahakamani. 20 kati yao waliachiwa huru baada ya mkurugenzi wa mashtaka DPP kutangaza kutokuwa na nia kuendelea na shitaka dhidi yao. Lakini hata hivyo, kwa upande wa Niffer na mwenzake Mika Lucas Chavala, DPP alieleza wazi kuwa mashtaka yao yataendelea kusikilizwa na hivyo waliamriwa kurejeshwa rumande wakisubiri hatua zaidi za kisheria. Lakini hata hivyo pia hiyo imeleta hisia mseto miongoni mwa ndugu, marafiki na mashabiki waliokuwa wakitegemea uwezekano wowote wa kuachiwa huru kwa mwenzao huyo. Mashuhuda wanasema kuwa mama wa Niffer alionekana kuelewa vibaya mwelekeo wa kesi hiyo, akitarajia pengine binti yake angekuwa miongoni mwa walioachiwa huru. Alikishwa rasmi kuwa bado atasalia rumande, hisia zilimlemea na kumtupa kwenye hali ya kupoteza nguvu, kilio na mshtuko mkali. Watu waliokuwa karibu naye wakiwemo ndugu na baadhi ya wasamaria waliokuwepo mahakamani walimsaidia kumtoa nje ya ukumbi wa mahakama na kumpeleka katika gari ili apate utulivu na msaada wa kitabibu endapo tu ungehitajika. Familia ya Niffer kiukweli kupitia ndugu wa karibu imesema inaendelea kuwa na imani na mchakato wa kisheria, huku ikiendelea kuomba maombi kwa umma, faraja kwa mama wa Niffer, lakini pia na uvumilivu wakati wakisubiri hatua zinazofuata za mahakama. Lakini tunaangazia wakili wa upande wa utetezi amesema kuwa wataendelea kufuatilia mwenendo wa kesi kwa ukaribu na kuhakikisha haki ya mtuhumiwa inalindwa katika kila hatua. Lakini kwa upande wa wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii, tukio hilo limeleta mjadala mpana kiukweli juu ya athari za kesi za muda mrefu kwa familia za watuhumiwa, umuhimu wa faraja kwa wazazi na hali ya kiakili na hisia inayoweza kuwakumba ndugu pindi maamuzi mazito yanapotolewa. Kiukweli wengi wameonekana kutoa salamu za pole kwa mama Niffer, wakikiri kuwa hali kama hizi zinahitaji msaada wa kijamii, ushauri na saha na uangalizi wa karibu. Kwa sasa Niffer ataendelea kusubiri hatua inayofuata na mchakato wa kisheria akiwa rumande, huku wakili wake wakijiandaa kwa hatua za kujibu mashtaka na mihimili ya kisheria ikiendelea na taratibu zake kama ilivyokuwa kawaida. Na mwonijeni pengine mtazamaji wa Biomedia kwa hatua ambazo zimechukuliwa za Niffer kusalia rumande na wengine kuachiwa. Nafikiri pengine imekuwa kwaje? Maoni yako moja kwa moja. Next video tutaweza kupitia na update mbalimbali zitakuwa zinaendelea kukujia.